Bwana, mambo vipi? Mambo ni aje mwanafamilia wa Together Online? Ni wakati mwingine tena tuzungumze juu ya hiki ambacho kinaendelea huko kwenye mitandao ya kijamii. Bwana, tuko hapa na Wema Sepetu. Leo bwana Wema kajibu kuhusiana na kwa nini hajafanya 40 ya mtoto wake Olly, ambapo ilikuwa ni tarehe 23 mwezi huu wa 7 ambako mtoto wa Wema Sepetu na Whozu Olly alikuwa anatimiza 40. Watu wengi walikuwa wamejiandaa kwa ajili ya hiyo 40, ambapo Wema Sepetu alisema kuwa itafanyika the Superdome Masaki, lakini ndio hivyo. Siku ikafika hiyo tarehe 23 kimya, tarehe 24 kimya, 25 kimya. Nikakuletea hiyo habari kwamba Wema Sepetu kapatwa na nini? Mbona hajaongea chochote kuhusiana na 40 ya mtoto wake, kwamba ameahirisha ama kuna nini? Yani chochote, kwa sababu mashabiki walibaki kama njia panda kwamba vipi, nini kinaendelea? Wema Sepetu mbona kimya, hatuoni kuhusiana na 40 yake? Sasa kupitia ukurasa wa Snapchat wa kwake Wema Sepetu ameweza bwana kuvunja kimya juu ya hiyo 40 ya mtoto wake Olly, ambayo watu wengi walikuwa wanaingojea kwa hamu, lakini Wema Sepetu akapiga chini, ambako Wema bwana amelalamika, amedai kwamba kumbe bwana watu walianza kumroga, yani kuanzia kwenye ile hakika kuna ndumba pale Wema Sepetu alitupiwa. Kwa hiyo asingekuwa naye kajipanga vizuri, labda kuanzia labda mpaka leo tusingekuwa na Wema Sepetu. Kama sio tusingekuwa na Wema Sepetu, basi tusingekuwa na mtoto. Unaambiwa kuwa Wema Sepetu amerogwa mpaka amerogwa tena kwa mujibu wake, lakini amezungumza mwenyewe kwamba bwana alitupiwa ndumba mpaka ndumba tena, yani akawa hoi, akaanza kuumwa magonjwa mbalimbali ambayo akienda hospitali anaambiwa yuko salama, lakini yeye anajihisi kuumwa magonjwa ambayo hata hayajulikani ni magonjwa gani. Unaona bwana, so magonjwa kimauzauza, magonjwa ambayo yalikuwa moja kwa moja kwa Wema Sepetu. Unaona bwana, inawezekana mtoto zile dua zilimshika vizuri, kwa hivyo akawa anapiga ndumba pale, lakini na dunda kutokana na dua. So Wema Sepetu endo alikuwa empty waka naye. Kwa hiyo anasema kuwa kwenye hakika walimshindwa, wamelalamika kweli kweli baada ya kuona 40 hajafanya. Hao ambao wanaiulizia 40 kwa udi na uvumba, kumbe bwana wanalao jambo, ambako Wema Sepetu ameweza kuandika kupitia ukurasa wake wa Snapchat. Anasema, haya nyie waja mnaodai 40 mtasema mtoto wa kwenu, mbona kama mapovu yanawatoka sana? Mmenikosa kwenye hakika, ndo mritaka kuja kunimalizia, sio? Anasema mnikome kabisa. Huwa ni ujumbe wake wa kwanza, kwamba nyie waja mnaodai 40 mtasema mtoto wa kwenu, mbona kama mapovu yanawatoka sana? Anasema amenikosa kwenye hakika, ndo mritaka kuja kunimaliza, sio? Anasema mnikome. Ujumbe wa pili anasema, sasa mkae kwa kutulia ebo. Ujumbe wa tatu anasema, nimeumwa magonjwa ajabu ajabu nikajua na kufa, hebu huko. Nimeumwa magonjwa ajabu nikajua na kufa, hebu. Ujumbe wa 4 ameposti hapa akiwa hospitali amelazwa. Anasema nimelazwa baada ya hakika tu ya mtoto since last Monday, kwamba yuko hospitali amelazwa tangu siku ya hakika. Baada ya kumalizika tu huyo kapelekwa kulazwa pale Saife. Unaona bwana. Sasa maoni ya watu kiukweli yamekuwa ni mengi baada ya Wema Sepetu kuwa amedai hivyo. Huyu anasema tatizo lake atulie, walai alikuwa atulie amaliza 40 yake, mwili mbichi bado, kisha ndo afanye ekaeka. Anaumwa kwa sababu ya pirika zake, sio kurogwa. Tatizo Wema Sepetu star alikuwa afanye mambo kibrandi, ila yeye alifanya kiduanzi mno. Yani siku 10 tayari anacheza mdumange, mwili mbichi walai. Anasema hapo lazima ataumwa, ila sisi Pemba tunavyofichwa jamani. Anasema tukizaa kama tumezaa almasi, tunavyofanyiwa ndio maana tunazaa hovyo. Maji ya moto, kitanda cha kamba, marufuku kutoka nje, ila bongo mnazaa Kiyahudi.
Huyu akaja akasema hakika. Huyu anasema eti Kiyahudi. Kwa sababu kwamba Rasheli, kwa nini Kiyahudi? Huyu akaja akasema kwamba ni yeye na balaa lake. Mimi bongo pia hivi hadi 40. Kwamba mimi mbongo. Mimi mbongo pia hivi hadi 40. Tena sie tulolewa na watu wa kaskazini ndo balaa miezi 6. Ukitoka uzazi una mimba nyingine. Anasema kwa kunawiri. Sasa huyu wa operation bado heka haijui maumivu ya shingo, ya mgongo. Anasema utatafuta mchawi, kumbe mchawi ni wewe mwenyewe na heka zako. Mara ushike simu ujibu waja, mara ubinuke kinyeo. Huyu akaja akasema kuwa umenikumbusha mbali sana. Kuna siku nilisikia mwizi. Anasema nikaenda kupanda ukuta. Anasema niligombezwa. Hapo nina miezi 4 ndani. Huyu anasema watu wanachukulia kuzaa kama ukishapona kidonda ndo umepona, kumbe inabidi ule manjano na maziwa na asili za kutosha. Anasema hasa wanalaza operation ndo balaa kabisa, hasa wanaozaa kwa operation ndo balaa kabisa. Huyu anasema kaumwa vya uzazi, mwili mbichi. Sasa anaanza lawama, sijui anamfokea nani. Anasema kuwa haujui uzazi vizuri huyo, atulie. Heka za uzazi, unaweza umwa mabega na mgongo, hapo bado kiuno. Anasema mamangu kipenzi hata sio bongo jamani. Anasema ulizia watu wanaotokea Kilimanjaro. Ukijifungua mtu unakaa ndani miezi 6. Unaruhusiwa hata kumpeleka mtoto kliniki. Kwamba huruhusiwi hata kumpeleka mtoto kliniki, unapelekewa tena. Sasa hivi ndo amepunguza, imekuwa miezi 3. Huyu anasema kweli kabisa, hujakosea chochote. Isitoshe anamshono angekaa kwanza. Mimi mtoto wangu wa kwanza nilikaa ndani miezi 3 ndo nikatoka, ila mtoto alibaki ndani. Ila sasa hii ya Wema kiboko. Yanasema mara mawigi, makope, makucha, harusi, busy Insta. Anasema atanyonyesha saa ngapi? Huyu anasema nimecheka kweli kweli. Huyu akaja akasema kuwa kabisa dadangu Sharifa. Anasema wala hajarogwa, kajiroga mwenyewe. Mtu atoke kwenye uzazi ana kazi ya kujitikisa kama inzi kigoli, alafu anajifanya wanataka kumuua. Angejiua mwenyewe, asisingizie wala mtu. Mwili mbichi, ana kazi ya kujitikisa.